Ndugu wanahabari, kwa jina naitwa Saif Hassan Sule ama Dr. Sule, ni mwenyekiti mstaafu wa vijana Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunafahamu na tunaamini kwamba wanahabari ni chombo muhimu na kada muhimu inayowaunganisha jamii moja na jamii nyingine mahali popote. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wenu hapa unaweza kutusaidia kupeleka taarifa kwa jamii ili iweze kujifunza na kutambua mambo machache yanayoendelea sasa katika nchi yetu. Ikumbukwe mwaka 2025 mwezi wa 10 tunatarajia kuingia katika uchaguzi mkuu wa bunge, madiwani na rais, Mungu akipenda. Lakini nchi nyingi duniani zimepata hali mbaya kimachafuko zinapoingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo ni vizuri sisi kama viongozi wa dini kuzungumza na wenzetu katika kuwaelekeza, kuwaasa, kuwashauri na pengine kutoa miongozo kwa Watanzania wenzetu, nini wafanye, nini waache kwa maslahi ya taifa letu, kwa kizazi kilichopo na kizazi au vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kwamba mwaka 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 wa vyama vingi. Tulianza uchaguzi mwaka 1995 na 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 unaoshirikisha vyama vingi. Miaka yote hii tumekuwa tukifanya siasa za kistaarabu, za maelewano, japo makwaruzo na madoa madogo madogo yamewahi kujitokeza, lakini sio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kulinganishwa na hali iliyopo sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa nini nayasema haya? Unapotembea na kuangalia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukajifunza kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani unaofanywa na viongozi wachache wenye urafi wa madaraka, wenye nia ya kutaka kutawala, iwe mvua, iwe jua, iwe amani, isiwe amani, ili mradi yeye apate uongozi wa kimadaraka. Anayetakiwa kukupa madaraka ni Mungu. Huna haja ya kulazimisha kwa kutumia nguvu. Haya ndiyo ambayo ningependa leo niyafikishe, na ni matumaini yangu, nimuombe kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na vyombo vyake vya ulinzi na usalama waendelee kututengenezea amani ya nchi yetu. Mkorofi yoyote anayeamua kutuletea vurugu akae kwanza pembeni, akale ugali wa serikali, uchaguzi ukipita ataachwa. Akithibitika tu tatizo, kwanza akale ugali wa serikali. Huwezi kutufanyia vurugu nchi ambayo sisi tunataka amani. Haipendezi, haihitajiki wala haikubaliki.